Mimi siogopi chochote, siogopi lolote. Mimi baadhi ya watu wakiniambia Ado uogopi kwa hayo unayoyasema, nawaambia hofu kubwa ambayo nimekwisha ishinda ni kukubali kuwa mwanasiasa wa upinzani. Kwa mwanasiasa wa upinzani katika nchi nyingi za Kiafrika ni kujiingiza katika misukosuko. Hayo ni maneno ya Ado Shaibu, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma. Na katika mkutano huo na waandishi wa habari amezungumza mambo mbalimbali, na miongoni mwa vitu pia ambavyo amevizungumzia katika mkutano huo ni pamoja na kuitaka serikali kufungua upya dirisha la maombi ya mkopo wa vijana, huku kukiwa hakuna masharti kama vile kuwa na leseni ya biashara, kwa sababu inawanyima fursa vijana ambao hawana mitaji na wanataka kuanza biashara, ambapo pia ameitaka serikali kulifikiria upya mchakato wa kuziunganisha fedha zilizotengwa kwa ajili ya mikopo ya vijana nchini, ambazo pia zimegawanywa kwenye wizara mbalimbali. Lakini swala lingine pia ambalo ameweza kuzungumzia katika mkutano huo, ambapo amesema ni wakati wa serikali kuweza kuangalia kwa uzito maslahi ya mahakimu nchini, majaji na majaji wa staff, ili pia kuhakikisha kwamba utoaji wa haki nchini unafanywa kwa weledi na hadhi ambayo inastahili. Kwa undani zaidi, karibu kutazama kile ambacho alikizungumza Ado Shaibu na waandishi wa habari. Lakini pia nakumbusha usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi. Mimi siogopi chochote, siogopi lolote. Mimi baadhi ya watu wakiniambia Ado uogopi kwa hayo unayoyasema, namwambia hofu kubwa ambayo nimekusha ishinda ni kukubali kuwa mwanasiasa wa upinzani. Kuwa mwanasiasa wa upinzani katika nchi nyingi za Kiafrika ni kujiingiza katika misukosuko. Kwa hiyo ukishakubali kwamba wewe ni mwanasiasa wa upinzani, usiogope jela. Hayo ni mambo ya kawaida kabisa. Kukubali kutishwa au kukutwa na misukosuko, mimi nitakuwa wa kwanza? Sitakuwa wa kwanza, sitakuwa wa mwisho. Yeyote yule anayedhani anaweza akazima ukosoaji, akazima sauti mbadala, akazima hoja zenye maslahi ya wananchi eti kwa vitisho au kudhuru watu, anapoteza muda wake. Hasomi historia. Pale chuo kikuu cha Dar es Salaam kulikuwa na chama cha wanaharakati wanafunzi wa chuo kikuu miaka ya 60 mwishoni, 70 mwanzoni. Kilikuwa kinaitwa USAF, University Students Revolutionary Front, USAF. Hao ni wanaharakati wanafunzi wa chuo kikuu. Ndio hawa kina Professor Shivji hivi leo, ndio hawa kina Beno Ndulu, ndio hawa kina Yoweri Museveni. Tunapaswa kwenda kwenye historia. Wakati jarida lao linaloitwa Cheche lilipofungiwa na wao USAF kuambiwa wavunje chama chao, walitoa kauli ambayo inapaswa kumuongoza kila mwanaharakati wa haki za binadamu na anayepigania mabadiliko. Na kauli hii inapaswa kuwa somo kwa kila mtu anayepanga maovu dhidi ya watu wanaotetea haki. Kauli inasema watu wanaweza wakauawa. People can be terminated. Vyama vinaweza kufutwa au kufungiwa. Organizations can be banned. Lakini mawazo ya kimapinduzi yataishi milele. Revolutionary ideas lives on. Mawazo ya kimapinduzi yataishi milele. Huo ndio ukweli wa dunia, hayazimwi. Ukimzima Ado na mzima Ado tu. Utamzima Ado, utamzima Lissu, utamzima Heche, utamzima Nondo, utazima watu, lakini yale mawazo ya kimapinduzi hayazimiki. Wakati mwingine atazaliwa mtu huko, sasa huyu naye katokea wapi huyu? Anayabeba yale. Dawa ya haya yanayosemwa ni kuyafanyia kazi.
na mimi siwezi kuogopa. Ndani ya bunge nitasimamia ukweli na nitazingatia kanuni. Nje ya bunge nitausimamia ukweli, lakini nitasimamia sheria za nchi, sitozivunja. Lakini ule ukweli mimi nitausimamia, siogopi. Hiyo ni assurance nataka niwape kabisa, siogopi.